Nimeyasema haya kwa uchache kuonesha historia ya nchi hii leo iliyofukarishwa, iliyotiwa chini ya ukoloni, ikabughudhiwa, ikafisidiwa. Leo watu wetu wote masikini taabani. Leo tumetoka kwa dola kubwa. Wazee wetu walipigania uhuru. Baada ya uhuru akafanyika mapinduzi, na mzee Karume akaitangaza Zanzibar jamhuri ya watu wa Zanzibar. Lakini maadui wa Zanzibar hawakupenda kuiona dola hii inasimama. Zikatumika njama na hila, na haya si maneno yangu, haya maneno kaandika ndani ya kitabu Sheikh Abu Jumbe aliyekuwa rais wa pili wa Zanzibar. Nyinyi vijana mnaosomeshwa chuki, waambieni wakupeni kitabu cha mzee Jumbe, The Partnership, mkakisome. Mzee Jumbe kauita muungano huu wa kibushuti kwenye kitabu chake. Sikuandika mimi hapa. Leo wana mdomo mrefu kutusema. Kama wana mdomo mrefu wakakijibu kitabu cha Sheikh Abu Jumbe na hoja alizozitoa. Zikafanywa njama. Zanzibar hata haijatulia, hata siku 100 hazijatimia tangu kupata uhuru na mapinduzi, ikalazimishwa kuingizwa katika muungano. Tumesema sana, ingelikuwa jambo jema, ingelikuwa kuna nia njema, muungano si jambo baya. Lakini muungano huu kwa nyaraka, ushahidi wa nyaraka, lengo lake lilikuwa ni kuidhibiti Zanzibar, si kuunganisha nchi za Kiafrika. Leo kuna ushahidi umeelezwa kwamba mzee Karume alipokuwa ana hatihati kusema bado hatujatulia, akatishwa na Nyerere kwamba askari wa Tanganyika aliokuwa akawaleta kuja kulinda usalama kwamba angewaondoa. Akamwambia ukija ukipinduliwa na ule wapindua shauri yako. Yote kumtisha akubali muungano. Lengo kupora mamlaka ya Zanzibar. Ndugu zangu, yakachukuliwa mwanzoni kwenye mkataba muungano mambo 11, lakini 11 ni kwa nambari, ukiyanyumbua ni zaidi ya 11. Lakini lengo, kwa sababu lilikuwa kuidhibiti Zanzibar, hawakuridhika na 11. Mwaka 1965, mwaka mmoja tu baada ya kutia saini muungano, wakatanabahi, wameliacha suala la fedha, sarafu, mabenki na fedha za kigeni kuwa nje ya muungano. Wakaona hili litaipa fursa Zanzibar, na ilikuwa wakati bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki ambayo Zanzibar ilikuwa mwanachama inataka kuvunjwa ili kila nchi ianzishe benki yake. Wakaona madamu fedha, sarafu, benki kuu na fedha za kigeni si swala muungano, Zanzibar itakuwa na haki ya kuanzisha benki kuu yake. Ndugu zangu, tuna ushahidi wa nyaraka zote jinsi Waingereza walivyokula njama na Julius Kambarage Nyerere kibaraka wao kuyapora mamlaka ya Zanzibar kwenye sarafu, fedha, benki na fedha za kigeni. Mzee Karume alipotanaba, pamoja na kumfanya yeye kwamba ndio alosaini ati mswada ule, akakataa, akapambana sana, lakini nguvu zikamzidi.
Lakini kwa mapenzi yake ya Zanzibar, badala yake akaamua kuanzisha benki ya watu wa Zanzibar, PBZ. Na pamoja na kufanya fedha za kigeni ni mambo ya muungano, mzee Karume hakusalimisha fedha za kigeni za Zanzibar katika benki kuu iliyoundwa. Alikataa. Na lugha yake maarufu akasema, mwanamume hashikiwi pesa zake na mwanamume mwingine. Ndugu zangu, hawakuishia hapa. Nasema na nyinyi vijana, toweni